Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu, wana wa Mungu, familia ya Mungu. Naitwa mchungaji Daudi Maira Magorima kutoka kanisa la Mennonite Tanzania, Dayosisi ya Mashariki, Jimbo la Kisota. Nipende kuchukua nafasi hii ya kukukaribisha kipindi chetu kinachosema Amka na Bwana au Anza na Bwana. Ndugu mpendwa, wiki iliyopita tulitafakari habari za neema, neema maalumu na neema ya kawaida. Tuliona neema ya kawaida ni nini na kazi yake ni nini na mwenye neema hii ni nani, na tukaona neema maalumu inamaanisha nini au maana yake ni nini na kazi yake ni nini, na unapoipata unakuwa katika nafasi gani mbele ya ufalme wa Mungu. Sasa leo nataka niongee na wewe aina ya maombi. Wakristo wengi tunaomba lakini hatujui aina za maombi. Yaani unapokwenda kuomba haujui unakwenda kuomba nini. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu hujui aina za maombi. Sasa nataka niongee na wewe aina ya kwanza ya maombi ambayo watu wengi wanaidharau sana. Watu wengi wanaipuuzia sana. Watu wengi hawaizingatii sana. Aina ya kwanza ya maombi ambayo ni ya muhimu sana. Aina ya kwanza ya maombi kama Mkristo unayohitaji uijue ikusaidie kwenye maisha yako ya kuzungumza na Mungu, ya kuongea na Mungu, maana maombi ni njia. Kwa hiyo aina ya kwanza ya maombi ni kipengele kinachosema kusifu na kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Kusifu na kuabudu. Na kuna mtu mmoja kwenye Biblia ambaye alizingatia sana hiki kipengele, Daudi. Na ndio maana ukisoma habari za Daudi utaona jinsi alivyokuwa anakutana na Mungu. Kwa nini? Alipendelea kufanya maombi ya kusifu na kuabudu. Ndugu mpendwa, maombi ya kusifu na kuabudu au aina ya kwanza ya maombi yanayohusu kusifu na kuabudu yamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu ya kwanza ambayo iko kwenye kipengele cha kusifu na kuabudu ni kipengele cha kuimba au uimbaji. Ndugu mpendwa, mtoto wa Mungu, kuimba ni aina mojawapo ya maombi. Mungu anataka tumwabudu na kumsifu kwa njia ya kuimba. Unapoimba vizuri, unapoimba sawasawa mbele za Mungu, kwenye kusanyiko ya nyumba ya Mungu, kwa njia ya kuimba ambayo tumesema ni kipengele kimojawapo cha kusifu na kuabudu, unaweza ukasababisha Mungu akashuka. Unaweza ukasababisha Mungu akaonekana. Unaweza ukasababisha uwepo wa Mungu ukaonekana kwenye hiyo madhabahu kwa njia tu ya kuimba. Sasa watu wengi wanapuuzia sana kuimba, na hata kama wakiimba wana nyimbo zao. Wengine wamejenga msingi kwenye nyimbo za tenzi, wengine wameweka msingi kwenye nyimbo zinazotungwa na watu, wengine wana nyimbo zao zisipoimbwa hawakutane na Mungu. Lakini nataka nikuhakikishie ndugu mpendwa, kwenye kuabudu na kusifu
katika kipengele cha kusifu, kipengele cha kuimba, inategemea wewe umejiandaaje. Unaweza ukaimba tenzi zako ukakutana na Mungu au ukashusha uwepo wa Mungu. Unaweza ukaimba hizi nyimbo tunazosema za korasi. Hizo nyimbo za korasi zikasababisha uwepo wa Mungu ukashuka. Kwa hiyo nataka tu nikueleweshe au ufahamu au ujue kwamba aina ya kwanza ya maombi kama Mkristo anayotakiwa kuijua ni ya kusifu na kuabudu, ambayo ndani yake kuna kipengele cha uimbaji au cha kuimba. Je, unapotunga nyimbo, unapoimba ule wimbo unaoimba unamgusa Mungu au unajifurahisha tu mwili? Unafurahisha tu akili yako, unataka tu kufurahisha watu. Ukiona wewe mwenyewe hujaguswa moyoni, ujue hata wanaokutazama hawajaguswa. Kwa hiyo hata watunzi watunge nyimbo ambazo wameweka msingi mkubwa kwenye neno la Mungu. Mungu atubariki sana, mtoto wa Mungu. Kwa hiyo kipengele cha kusifu na kuabudu tunaona kuna kuimba. Watu wanatoka hata nje ya makanisa kwenye ibada, wanatoka nje ya ibada wakati watu wanakwenda kusifu na kuabudu kwa njia ya kuimba, wanadharau. Kwa hiyo wanaacha kukutana na Mungu kwa sababu ya dhambi, na dhambi ndio inayosababisha usijisikie kuabudu Mungu kwa kuimba kwa njia za nyimbo ambazo tunasema ni chorus, au watu wamezoea nyimbo za pambio, au wengine tenzi ikiimbwa wanakasirika, hawaimbi kama wanavyoimba pambio. Nataka nikuhakikishie mpendwa, mtoto wa Mungu, hizi nyimbo zote zimetungwa na watu, na hadi leo watu wanaendelea kutunga nyimbo. Nyimbo za kwenye tenzi zimetungwa na watu. Nyimbo zinazosemwa kwenye Zaburi, kwa mfano ukiangalia hii Zaburi ya 145 ni wimbo ambao Daudi amemsifu Mungu kwa njia ya kuimba. Kwa hiyo ndugu mpendwa, mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, Mungu akufungulie milango ya baraka na neema tele kwenye maisha yako. Utenge muda, utenge nafasi ya kuhakikisha unamwabudu Mungu na kumsifu kwa njia ya kuimba. Mungu awe pamoja na wewe na akufungulie milango. Unapopata nafasi ya kuimba, hakikisha unaimba ukutane na Mungu. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen.